Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Taarifa kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika michuano mikubwa ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026 pale nchini Rwanda katika mji wa Kigali, ambapo tutakwenda kuitazama michuano hii kwa sababu kunako nchi ya Tanzania tunawakilishwa na vilabu vitatu, yani Simba Sports Club, KVZ, bila kusahau klabu ya soka ya Singida Black Stars. Sasa kwa siku ya leo kilichoteta mezani kwenda kutazama ule msimamo wa kundi B, kundi ambalo linaundwa na klabu ya soka ya Singida Black Stars kutoka katika nchi ya Tanzania, klabu ya soka ya Jamus Football Club kutoka katika nchi ya Sudani Kusini, klabu ya soka ya Mogadishu City kutokea katika nchi ya Somalia, bila kumsahau mnyama Simba Sports Club kutoka katika nchi ya Tanzania. Tunakwenda kutazama msimamo huu kwa sababu Simba na Singida Black Stars waliweza kuweka hadharani kwamba wamekwenda katika michuano hii kwa sababu moja tu ya kwenda kujifua, yani wameenda kwenye michuano ya Sekafa kama sehemu ya pre-season ya msimu mpya wa mwaka 2026 2027. Sasa twende tukautazame ule msimamo wa kundi B, kundi B ambalo linaundwa na vilabu ambao ndio tumetoka kukutajia kutoka katika nchi ya Somalia, nchi ya Sudani Kusini, Tanzania. Kwa upande wa klabu ambayo inakamata nafasi ya kwanza ni Jamus Football Club. Jamus ni klabu kutokea katika nchi ya Sudani Kusini, ambapo Jamus wamecheza michezo mitatu katika kundi B wakiwa wameshinda michezo miwili, sare mchezo mmoja, pasipo kupoteza mchezo wowote ule, wakiwa wamefunga mabao manne na faida ya bao moja, wakiwa wamefunga bao moja wakiwa na faida ya mabao matatu na alama zao 7. Katika nafasi ya pili yuko mnyama Simba Sports Club, Simba kutokea nchini Tanzania, ambao wao tunaona nao pia tayari wamecheza michezo mitatu. Katika michezo mitatu Simba Sports Club ameshinda mchezo mmoja pekee, akitoa sare michezo miwili pasipo kupoteza mchezo wote. Simba amefunga mabao mawili huku yeye akiruhusu bao moja akiwa na alama 5. Katika nafasi ya tatu ipo klabu ya soka ya Singida Black Stars kutokea katika nchi ya Tanzania, ambapo wao Singida tunaona wameweza kufanikiwa kucheza michezo mitatu. Katika michezo mitatu wameshinda mchezo mmoja pekee pasipo kutoa sare mchezo wote na kupoteza michezo miwili. Singida wamefunga mabao 5 na kuruhusu mabao 5 wakiwa hawadai goli wala kudai goli na alama zao 3. Nafasi ya 4 ni Mogadishu City kutokea katika nchi ya Somalia, wakiwa wamecheza michezo mitatu, wametoa sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Wamefunga mabao mawili na wao kuruhusu mabao 6, wakiwa na mabao 4 na alama 1. Kwa hiyo tunaona kunako kundi B timu ambayo imeweza kuqualify kwenda hatua ya nusu fainali ni klabu ya soka ya Jamus kutokea katika nchi ya Sudani Kusini. Kwa nini? Fahamu michuano hii imeunganisha makundi matatu, kundi A, kundi B, kundi C. Kwa hiyo ni timu moja ambayo itaweza kuqualify kwenda hatua ya nusu fainali, kwa sababu michuano hii na nusu fainali, hatua makundi bila kusahau hatua fainali ile. Kwa hiyo tunaona katika kundi B ambalo linaundwa na Jamus, Simba, Singida na Mogadishu, Jamus ndio ameweza kuqualify kwenda hatua ya nusu fainali, lakini Simba, Singida hawezi kupita kama best loser kwa sababu makundi yako matatu. Mshindi ambaye atamaliza katika nafasi ya pili ambaye ana pointi nyingi atakwenda hatua ya nusu fainali, vile vile kwenda kuunda zile timu 4 ambazo zitacheza nusu fainali. Lakini ukiangalia mpaka sasa Simba
ana alama 5 huku Singida ana alama 3. Lakini ukiangalia kundi A, Gor Mahia ana alama 6, Vipers ana alama 6. Kwa hiyo tayari tu hapo kimuonekano Simba ana alama 2, Simba katika nafasi ya pili akiwa na alama 5 huku ana mpinzani wake Vipers ana alama 6 ambayo iko nafasi ya pili. Kwa hiyo Simba hawezi kuqualify kwenda hatua nusu finali. Kwa hiyo timu za Tanzania Simba, KVZ na klabu ya soka ya Singida Black Stars zimeishia katika hatua ya makundi. Kwa nusu finali mpaka sasa timu ambazo zimeweza kuqualify ni timu ambayo inatokea katika kundi la Simba. Hapa tunaenda kuongelea Jamus, Gor Mahia na klabu kutokea katika kundi C. Tuambie neno la comment ni nini ambacho kifanyike ili mnyama Simba aweze kuwa bora kuelekea msimu ujao.